الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، leo insha Allah tunaanza sura mpya baada kumaliza jana sura Adh-Dhariyat. Leo tunaingia sura inayofuatia, nayo ni sura At-Tur. Sura hii imeshuka Makkah na lina aya 49, na kama desturi za sura nyingi za Makkah zinaanza kwa viapo. Kadhalika sura hii viapo vitano kabla ya kuja jawabu ya kiapo. Jawabu hufuatia katika aya Surah At-Tur, baada ya naam, sasa Surah At-Tur inafuatia katika kiapo aya 7, inna adhaba rabbika lawaqi. Naam, tukitazama katika Surah Adh-Dhariyat tumeanza hivyo, na hii ilikuwa ni sura ya Makkah pia, sura imeshuka Makkah, na Dhariyat imeanza kwa viapo, na jawabu ya kiapo ilikuwa inna ma tu'aduna la sadiq wa inna dina la waqi'. Hapa jawabu ya kiapo ni mfumo ule wa kule inna adhaba rabbika la waqi' ma lahu min dafi'. Na sura hii sura At-Tur kwa viapo vyake, kwanza neno la mwanzo والطور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. kiapo chake hapa والطور, na kauli tur limetumika mara kadha katika Qur'ani. kule tunasoma watini wa zaitun wa turi sinin, na tupa ishara kwamba hii tur sinin au turi Sinaa kama ilivyokuja katika sura Al-Mu'minun wa shajaratan takhruju min turi Sinaa katika sura Al-Mu'minun, na mti ambao unaota katika turi Sinaa, nayo ndio turi Sinin, na kusudiwa hasa ni jabali la Tur, jabali ambalo aliposhushiwa utume Nabii Musa alayhi salam, na alipozungumza na Mola wake. Na aya kadha zimekuja kuhusu neno hili Tur biqasd, maana kwamba ni jabali. kuanzia sura Al-Baqara utaona wa idha akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwa. pia wa idha akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura, hiyo Al-Baqara, wa rafa'na fawqahum at-tura bimithaqihim wa qulna lahum udkhulu al-baba sujada, sura Nisa. wa nadaynahu, tukamwita min janibi at-tur al-ayman, upande wa kulia wa mlima huu wa Tur, wa qarrabnahu najiya, kama sura Maryam. qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman آنس من جانب الطور نارا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة منا. utaona neno Tur limetumika si chini ya mara 10, na bimaana zote maana ni jabali la Sinai, Tur Sinai. hata katika surat Taha soma aya baada kushataja Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asmaul husna wa hal ataka hadithu Musa, nikujia kisa cha Musa idhna lahu rabbuhu bilwadi al-muqaddas Tuwa, na hiyo ni bonde la jabal la Tur hapo bilwadi al-muqaddas Tuwa, na pale ndio aliposhushwa wahi akazungumza na Mola wake, idhhab ila fir'auna innahu tagha, bimaana ni nenda, nishakutuma, nishakupa ujumbe, nenda kwa Firaun, maana amefanya jeuri na dhulma huko. Kwa hivyo neno wa Tur kuapiwa, wa tumesema mwanzo wao fatha wa kwa Mwenyezi Mungu ni kiapo,
na kuapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa vitu alivyoviumba. Sisi kiapo chetu lazima wakiwa kumtaja Mwenyezi Mungu, wallahi uqsimu billah tallah. Hivi ni viapo vyetu, lakini Mwenyezi Mungu anaapa kwa vitu alivyoviumba kutuonesha umuhimu wa vitu hivi. Ndipo watu wakasema kwamba hili jabali Tur, hili jabali ni bora kuliko majabali yote yaliyokuwepo duniani. Kwa nini? Kwa sababu tajalla Allah, Mwenyezi Mungu ameonyesha utukufu wake kwa kuzungumza na kipenzi chake Musa na kumshushia wahi na kumpa utume katika jabali. Kwa hivyo jabali imepata sifa zake kwa bora kuliko majabali yote yaliyokuwepo duniani. Akasema ashrafu aljabal, mlima uliokuwa na sharaf na heshima zaidi ni jabal la Tur. Hata wengine wakasema ashraf min Hira, jabal Hira, ambapo uliposhuka wahi wa Mwenyezi Mungu kwa kupewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliposhushwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alipokuwa akaenda akikaa mwezi mzima, siku 40, ana meditate na huko anatafakar vipi huyo Mungu yuko wapi, vipi namna gani tumwabudu, ametuumba kwa lengo gani. Anakwenda, Warabu wanasema neno meditation na yatahannath, yani anakwenda kutafakar, kutaka kumjua Mungu wake. Hapo ndipo Jibril alipomshukia katika jabal Hira. Hata hivyo wakasema, wengine wakasema wallahu aalam, inaweza kuwa hili jabal Hira na jabal Tur zote zina utukufu, lakini wengi wameboresha jabal Tur kwamba lina karam na heshima zaidi kuliko hata Hira. Kwa nini? Maneno ya Allah yameteremka pale na kuzungumza na mwenyewe Musa, wakati hapa ni Jibril tu ndiye aliyeshuka na kumshushia wahi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa lile ni wakaifadhilisha zaidi mbele ya Hira. Kwa hivyo hii dalili ya kuonesha kwamba hii kiapo cha Watur pia kadhalika kwa kutumika maneno kadha wa kadha, neno Tur mahala kadha kadha katika Qur'ani, dalili ya kuonesha utukufu wa nini wa hili jabali Tur. Kwa hivyo na hivi hapo taban tumesema ni kwamba Mwenyezi Mungu atuonesha adhimu qudratihi, utukufu wa kudra yake na hikma yake katika kuumba vitu hivi. At-Tur wanasema neno Kisiriani, bimaana neno jabali, mlima tu popote, bimaana mlima wote, jabali lote. Tur ni neno kutoka lugha ya Kisiriani kwamba nini ni jabali au mlima. Na hiyo ndio Turi Sinin, Turi Sina, na ni jabali ambalo wengi wakasema katika jumla ya maana Tur, jabali ambalo lina miti inaota katika majabali hayo. Na majabali au milima ambayo sipatikana miti haitwi Tur kwa neno kauli hii. Sharh ya baadhi ya mufassirin katika kuelezea maana hii. Naam. Kwa hivyo hata wengine wakasema Tur pia huwa min jibali aljanna, kama jabali ya peponi. Rai aqwal za mufassirin. Wa Tur, kiapo hichi cha kwanza, halafu ikaja kiapo cha pili, wa kitabin mastur. Mwenyezi Mungu anaapa kwa kitabu mastur, kilichoandikwa kila anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaandikwe. Mastur, maktub. Wa satr manake neno satr sio mstari, sio ambao tunaandika maneno sentence, lakini asli neno satr mastur bimaana tartib huruf fi kalimat في الصف واحد بانتظام, kwa kupanga harufu kuweka maneno katika mstari unapoandika. Hii maana yake kwa ujumla bimaana hii kupanga maneno kwa mpangilio, hii inakuwa satr. Kwa hivyo kitabu mastur bimaana kitabu maktub, ni kitabu ambacho kilichoandikwa. Wakasema rai chungu zima zimekuja katika kufasiri neno kitabu mastur.
kuna kusema wa huwa al-maqsud bil-Qur'an al-Karim, kitabu mastur al-Qur'an al-Karim. Wengine wakenda katika kuelezea kwamba hii ni at-Taurah alichoshushwa Musa. Kwa nini? Kwa sababu ya kiapo kimeanza Turi Jabali au mlima ambao alioshushiwa wahi na kupewa utume Musa. Kwa hivyo ni kitabu hichi ambacho alishushwa na huyo Musa katika hizo watini wa zaitun wa turi sinin wa hadha albalad alamin watini wa zaitun, sehemu alioshushiwa utume nani alipopewa utume Nabii Isa, wa turi sinin na milima ambao alipewa utume Musa alayhi salam, wa hadha albalad alamin na mji huu wa Makkah alipopewa utume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kwa hivyo hapa ilipotajwa Watur, mlima huu una alaka na kupewa utume kwa Musa alayhi salam. Watu wakasema kitabu mastur ni kitabu kilichopewa Musa alayhi salam na Taurat. Wengine wakasema la, wa kitabu mastur huwa lawh al-mahfuz, kitabu kikubwa ambacho kimedawini kila kitu, vitendo vyote, action zote, ahdath, matokeo yote, kila kitu ulimwengu huu tokea kuanza kwake mpaka kumalizika kwake, na maneno Allah amehifadhiwa humo ndani katika. Kwa hivyo lawh al-mahfuz pia wengine wakasema huwa kitabu mastur. Wengine wakasema al-kutub as-samawiyya jami'an, vitabu vyote vilivyoshuka, sio Taurat, sio Injil, sio Zabur, sio Qur'an, sio suhuf Ibrahim wa Musa, wote hivi vilivyoteremka kutoka juu, hivi vyote vinaitwa nini? Wa kitabu mastur. Wakasema hiyo kutubu samawia zote. Na wengine wakasema الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، yuhuko kinachopitiwa na kusomwa na malaika sehemu ya a'la, hicho kitabu wasema hivyo. Naam. Kwa hivyo yaqrauna fihi ma kana wa ma yakun, yale yaliokuwa na yatakayokuwa yote, na kuchukua amri katika vitabu hivyo malaika. Pia rai katika mufassirin waliosema hivyo wa kitabu mastur, bali wengine wakenda katika kuelezea wa kitabu mastur ni vitabu ambavyo sahaif al-a'mal, vitabu wenye kuandikwa amali za watu ambavyo utakapopewa watakapopokea biaminihi, na wengine watakapopokea bishimali, vitabu vyote venye kudawin amali za watu wote, ambavyo kama ilivyokuja shikaya wa idha suhuf nushirat. Naam. au wakasema wanukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa binafsika al-yawma alayka hasiba, nayo ndio pia wa kitabu mastur wamesema ni maana hiyo. Lakini sasa hii kiapo cha pili wa Turi cha mwanzo, kiapo cha pili wa kitabu mastur, imeingia aya 3 fi raqin manshur. Hii ni kama explanation zaidi, maelezo juu ya aya pili, si kiapo lakini kukamilisha kwa kiapo cha pili wa kitabu mastur fi raqin manshur. Wakasema maana hii fi raq manshur, kilichoandikwa katika raq sana zikatasi ya ngozi, wanapotengeneza ngozi kwa wanaandikia zamani, inaitwa raqi. Raqin fi raqin manshur, na kikakunjuliwa manshur kisomwe fi raqi manshur, ikakunjuliwa. Kwa hivyo hii raqi manshur unaita aljild almuraqqaq, ambayo yuktabu fihi wa yustakhdam fi kulli ma yuktab fihi min lawhin wa ghayrihi. Hutumika neno hili raqi chochote kile kinachotumika katika kuandika maandishi, ikiwa sileti, ubao, ikiwa chochote kile kinachoandikiwa ndani maneno, inaitwa pia raqi. Wengine wakasema la, ni ngozi hasa ile ilikuwa kiandikwa zamani raqi, lakini wasema kila kinachoandikwa
maandishi ya zamani. Sasa hivi tuna vitabu, daftari, tunaandika katika daftari kwenye karatasi, alhamdulillah. Kwa hivyo hasa kauli fi raqi manshur, sehemu ya kuandikia maneno ambayo manshur yanaenezwa kwa ajili ya kusomwa na viumbe. منشور يعني مفتوح، نشر kueneza. منشور tunasema sisi nashra fil akhbar, kueneza kwa habari inaporushwa katika radio, katika TV, inatambaa, inasambazwa ulimwengu mzima. Hii maana yake manshur, kitu chenye kuenezwa ya kwa ajili ya kusoma. Maftuh lilqiraa, na watu wapate kusoma. Kwa hivyo hapa bimaana kwamba kitabu ambacho kiko wazi kabisa kile kisomwe, na kitabu hivi la aiba fihi wala naqs, haina makosa ndani yake wala haina upungufu. Naam, kiapo cha tatu sasa inakuja wal baitil ma'mur. Na Mwenyezi Mungu anaapa kwa hiyo nyumba al-ma'mur, yenye kuzuriwa daima na kupita viumbe wake. Na kwa hivyo katika kufasiriwa wal bait ma'mur, ambapo Mwenyezi Mungu anaapa kiapo cha tatu kwa nyumba ambayo ma'mur, inaamirishwa na kuzuriwa. Kuna rosema ni Baitullah al-Haram, ambayo inaamirishwa kwa mahujaji na mu'tamirin wanaokuja kufanya umra. Wakasema hiyo maana moja kwamba Baitul Ma'mur huwa al-Kaaba au al-Haram al-Makki. Wengine wakasema na rai yenye uzito zaidi, ni Baitul Ma'mur, nyumba ambayo ilikuwa fauka 7 samawati, baada ya mbingu ya 7. Al-Baitu alladhi raahu Nabii sallallahu alayhi wasallam fi as-samai 7, katika mbingu ya 7 aliona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipogonga mlango akafunguliwa na Jibril, akasema nani? Akaja akasema ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akasema je, au kalbu'is, ameshashushwa wahi, ameshapewa utume? Akamwambia naam. Anasema akaingia akamkuta Ibrahim alayhi salam amegemea katika Baitul Ma'mur. Na hizi ndio katika dalili wanaosema kwamba Baitul Ma'mur ni nyumba iko sasa na al-Kaaba katika mbingu ya 7 juu. Na nyumba hii wanaingia 70,000 min al-malaika kila siku, yadkhulu kila yawmin 70,000 kwa ajili ya kusujudu na kufanya ibada, na wakitoka hatoki mlango wanaoingilia wala hawaji tena. Kila siku 70,000 min al-malaika wanaingia tokea Mwenyezi Mungu kuyumba Baitul Ma'mur mpaka kiyama saa. Kwa hivyo unaweza kufikiria tu, akili yako ikasita kuweza kutafakari na kujua idadi ya malaika ambao wanaoingia tu katika nyumba hiyo tu, wacha malaika wengineo wenye kazi zote wanazopewa na Mwenyezi Mungu, wanaokalifishwa na subhanahu wa ta'ala, ikuonesha tukufu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ikiwa nyumba Baitul Ma'mur yu'ammiruhu al-malaika fi sama, itakuwa Baitul Ma'mur itakuwa kwa mbingu ya 7. Na ikiwa yu'ammiruhu an-nas na fi al-ard, itakuwa Baitullah al-Haram, Makkah, Kaaba wal Baitul Ma'mur. Au ikiwa kusudio nyumba zote mbili hizi, Allahu aalam. Lakini wengi mufassirin wanakwenda katika nini, kwamba Baitul Ma'mur nyumba ilikuwa fauka 7 samawati, mbingu ya 7 kabisa. Wal Baitul Ma'mur, kiapo cha 4 cha 3. Wasaqfil marfu, na hapa Mwenyezi Mungu kwa sakafu ambayo iliyoinuliwa, na sakafu ambayo ni mbingu zilizonyanyuliwa juu kabisa. Albayt wasaqf almarfu' zilizoinuliwa juu. Wasamaa banaynaha bi'aidin wa inna la musi'un, tumesoma katika sura Adh-Dhariyat. Na ndio kusudio hapa, anaapa Mwenyezi Mungu kwa saqfu almarfu' ambayo Mwenyezi Mungu ameinua. Antum ashaddu khalqan am as-samaa, nani aliyekuwa na maumbile makubwa kabisa, nyinyi au mbingu? Banaha, amejenga Allah. Rafa'a samkaha fasawaha, ameinua uzito wote wake
wa mbingu kauinua juu akautengeneza vizuri. Naam, hivi ndivyo kusudio wa as-saqfi al-marfu'. Imeitwa hii sumiyat as-samaa saqfan, imeitwa sakafu bimaana nini? Lianaha hii hufunika ardhi kama saqfu al-bayt, sakafu la nyumba hufunika nyumba tu kwa ardhi yote, sakafu yake ni mbingu yote. Nayo Mwenyezi Mungu rafaha bighairi amadin tarawnaha, kama mnavyoona Mwenyezi Mungu ameinua bila kuwa na nguzo zenye kuonekana. Rafa samkaha fasawaha. Wakasema kama ilivyokuwa al-arsh saqfu al-janna, kwa hiyo Baitul Ma'mur saqfu al-marfu' mbingu hii kwa ajili ya dunia yetu. Naam, hii ni kiapo cha ngapi? Cha 4. Halafu tunamalizia kiapo hapa cha 5, wal bahri al-masjur. Wal bahri al-masjur. Kiapo cha mwanzo tur, cha pili kitabu mastur fi raqi manshur, pamoja na mbili. Kiapo cha 3 wal bait al-ma'mur. Kiapo cha 4 was-saqf al-marfu'. Na kiapo cha 5 wal bahri al-masjur. Na hapa Mwenyezi Mungu kwa bahari. Na kauli masjur, al-masjur wafasiri wameleta maana kadha. Anasema maana moja kwanza, wal bahri al-masjur, zilizojazwa maji. Kwa hivyo maana moja al-masjur maji, bahari iliyojazwa maji. Wengine wakasema al-masjur al-ma faragha ma'uhu, maji yake nini? Yamekauka, nashafa, ilipokauka maji. Washarabathu al-ardh, na ardhi tafyonza, itanyonya yote haya. Lakini maana, na wengine wakasema al-masjur al-mukhtalat, iliyochanganya adhbuhu bimalihi, ya chumvi pamoja na maji matamu yakachanganyika pamoja. Lakini hasa bimaana sajir neno bil arabi kama ina maana khalit, iliyochanganyika. Lakini maana hasa ambayo iliyochukuliwa na kufasiriwa na maulama wakubwa, al-muqad, yenye kuwaka, na bahari yenye kuwaka. Ndio maana iliyopewa umbele kabisa kwamba nini, na hapa Mwenyezi Mungu na bahari, wal bahri masjur. Na tunaposoma aya kule وإذا البحار فجرت, na siku ambayo bahari itaporipuliwa na kuwaka moto. Na katika sura 3 zilizokuja, the shamsu kuwirat, the samaa shaqqat, the samaa fatarat, ndani yake mna picha kamili za kuonesha namna gani siku ya kiyama dunia hii itapotoweka na kuondoka. Katika jumla za aya ilikuja katika samaa the shamsu kuwirat wa the nujumu qadarat, tunapata wa idha al-biharu sujirat, na siku ambayo bahari itapowashwa moto, itakapowashwa moto bahari. Na katika sura za samaa fatarat imekuja pia wa idha al-biharu fujirat, itakapo bahari itakapopasuliwa na infijar, mripuko mkubwa utapotokezea katika moto. Ikiwa aya mbili hizi zinaelezea idha, siku itakapotokezea kiyama, bahari yote itawaka moto. Bahari itawaka moto, naam, bahari itawaka moto. Lakini kiapo kilichokuja katika sura wa idha sio kama wa idha al-biharu fujirat wa idha al-biharu sujirat, hapo itapowaka moto mkubwa huo. Lakini hivi sasa ilivyo, Mwenyezi Mungu anatoa pia viapo hivi ambavyo inatokea hivi sasa, kama malaika ikiwa katika Baitul Ma'mur wanaoingia kila siku 70,000, au ikiwa Kaaba kila siku watu wakienda kufanya umra na kutufu, au kitabu mastur, kitabu ambavyo Mwenyezi Mungu maandiko yaliokuwa katika vitabu vyake, ikiwa Lauh Mahfudh, ikiwa vitabu vilivyoshuka vya wahi, kushushwa mitume, ikiwa chochote. Viapo vyote hivi vinavyokuja siku zote vinakuwa nini? Vinakuwa kwa yale mambo ambayo yanaendelea katika maisha yetu. Tuposoma Dhariyati, dharwa, tunazungumza kuhusu pepo,
zenye kutawanya vitu, walhamilati wikra, na kubeba nini mawingu, waljariati yusra ila akhiri. Viapo hivi ambavyo vitu ambavyo vyenye kuendelea katika maisha yetu tunaona, na dalili na ishara ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Moja katika ishara hizi, walbahri almasjur, na bahari ikiwa tukichukua maana almasjur bimaana kule biharu fujirat na sujirat bimaana kuwashwa moto. Kwa hivyo waliochukulia maana nzito zaidi kwamba kusudio hapa na bahari yenye kuwashwa moto. Na tazameni bahari ya kuwashwa yenye kuwaka moto. Jamani, kuna bahari oceans kubwa kubwa ambazo ndani yake mna moto unawaka. Naam, leo kama mtakwenda katika YouTube mkatembea, kwa wale ambao wanaotaka kutazama katika Kiingereza, waende tazame Birth of an Island, kuzaliwa kwa kisiwa. Wanataka kwenda katika lugha ya Kiarabu, waende afungue sharh walbahri almasjur, alafu tazame hasa walbahri almasjur, utazipata dalili chungu zima, maulama kadha wa kadha. Na mojao Abduldaim al-Kahil analeta picha nzuri za kuonesha namna gani katika oceans nje ya Japan na nje ya Pacific Ocean, kwenye visiwa vya Hawaii, kila baada ya muda inatokezea milipuko mikubwa humo. Moto magma iliyokuwemo chini ya bahari, ule mchemko wake unapopindukia hata 1000 degrees centigrade, inakuja inafura, inaripuka. Hii magma inapokuja ikaripuka, inapokuwa ndani ya hii bado katika mchemko inaitwa magma, lakini inapotoka inakuwa lava, haita lava. Katika eruption, katika mpasuko na kuripuka na kutoka nje, katika visiwa mara nyingi utasikia a new island is formed, a new island is born. Kwa hivyo ukitazama visiwa vingapi namna gani ile volkano inavotoka ikamwagika ikaja mpaka juu ya bahari, ikafanya hasa kisiwa kipya cha volcanic rocks, rocks volcano. Kwa hivyo leo ukitazama ukitembea katika YouTube utaziona maripuko haya chungu zima. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla miaka 1400 na alikuwa anajuaje kwamba watu walioishi katika jangwa hakuna zamani kutokezea matokeo haya ambayo yanaonekana kwa zana za kisasa zilizoundwa za maulama ma scientists wakubwa wakaweza kuchukua picha hizi, bali na satellite ambayo inapiga picha mpaka katika chini ya bahari, katika ardhi ya bahari chini, ambayo wanasema kuna mpasuko mkubwa chini ya ardhi. Na hii rehema Mwenyezi Mungu kujalia mpasuko huu unatoka from north mpaka south, kutoka kaskazini juu ya ardhi yote mpaka chini mna mpasuko katika bahari. Mpasuko huu basi kwa ajili ya nini? Kupumua ule mwako wa magesi yaliyokuwa chini, hii magma, kupumua kwake ndo inapenya, inaripuka, inatoka, inapanda juu 300 mita 300 mita 250, na moshi wake utaona. Ziko picha chungu zima kama mtu atatizama katika Pacific na katika Japan, mnakwenda zake juu, moto unawaka katika bahari. La moto hawezi kuzimwa na maji, wala maji hawezi kugeuzwa mvuke kwa temperature inopanda mpaka 1000 cc. Mwenyezi Mungu anajalia maji yanabakia vile vile, utaona moshi tu, na moto unawaka vile vile. Ziko picha chungu zima. Kama mtu atakuwa dalili aya hii ambao hawajajua kuona haya, kuchukua picha zake sehemu za katikati za oceans kubwa Pacific Ocean ambao watu hawezi kufika zamani, halafu anakuja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno haya, ikawa sio kutoka kwa Mwenyezi Mungu, itakuwa kwani haiwezi kujulikana ila karibu na mwanzo karne 20 ndio wameweza kugundua mambo haya walbahri almasjur. Kwa hivyo utaona namna gani kiapo hichi Mwenyezi Mungu anatuonesha kwamba katika Hawaii Islands, Japan na wapi, inapoerupt hizi ikaruka, yani moto ukatoka mpaka nje ukachanganyika na bahari, na miujiza kwamba moto unaendelea kuwaka katika maji ya chumvi, na maji yanabakia vile vile, hayageuki vapor yakapanda juu. Subhanallah, hii dalili kubwa sana ya kuonesha kudra Mwenyezi Mungu, na kuonesha kwa maneno haya ambayo yaliyosemwa katika Qur'ani ni miujiza katika miujiza ya dalili ya kwamba hadha kalamullah,
na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa. Na hadithi iliyotoka katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mtu ambaye, ya Abdullah, la tarkab al-bahr, usije ukapanda bahari ukenda katika bahari, illa hajjan au mu'tamiran au ghaziyan fi sabilillah. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam bado hakuna kutengenezwa vyombo kwa ajili ya kwenda kupigana, lakini walipofika wakati wa Uthman ibn Affan, khalifa wa tatu baada ya Abu Bakar na Umar na Uthman, hapo kaona kuna haja ya kutengeneza fleet, ustul za bahari kwa ajili ya kupambana na Warumi huko baharini. Ikawa lazima tuchukue supremacy ya katika ardhi baada ya kuteka wakati wa Umar Khattab sehemu za Faris na kutekwa sehemu za Warumi, Jordan, Syria, Damascus, yote kwenda mpaka kuwatoa mpaka kufika Antakya, mipaka baina Syria na Uturuki huko. Wakatoka Byzantine Empire, Roman Empire ikarudi nyuma, insahab, withdraw, wameacha Syria. Nani mfalme wa Urumi, Herakli Rum, amekimbia, anayaga wadaani ya Syria, bye, anambia leo ingekuwa Waislamu wao sio kunifukuza, nisingelitoka eneo zuri kama hili. Wakarudi nyuma kwenda zao katika asili ya Byzantine Empire, Roman Empire iko katika Uturuki. Kwa hivyo wakarejeshwa nyuma. Wakati huo, wakati Umar Khattab, nguvu za katika Jazira Arabia, Arabian Peninsula yote imekwenda mpaka Isfahan za Iraq na kuingia sehemu za Irani na upande huu kutoka nje ya nchi za Sham. Kwa hivyo maeneo yote hayo katika pawa ya Uislamu. Na kwa hivyo bahari zao zilikuwa na kwa control na Roman fleet, majahazi ambao wanapanda wapiganaji wao bahari. Kwa hivyo lazima kulikuwa na haja ya kudevelop force ya baharini, naval force. Wakati Uthman na kuendelea mbele wakaanza kutengeneza na fleet of ships kwa ajili ya nini? Kwenda kupigana. Na hapo ndio ukitazama wakati Uthman na Ali tena baadaye na kuendelea wakatengeneza vyombo mpaka walipokuja katika wakati wa Bani Umayya, wakaenda mpaka wakavuka Mediterranean Sea mpaka wakafika Sabta, wakafika sehemu za Europe, south ya Europe, wakaingia. Na hata ile Tariq ibn Ziyad, kiongozi mkuu katika mwaka 91, kaweza kuvuka kutoka Maghrib, Morocco, kupasua njia kwenda mpaka Europe na kuanza kuiteka miji ya Europe na kueneza Uislamu kule, hata ikaitwa Jabal Tariq, Gibraltar, Strait of Gibraltar. Ukitazama wakati huo, kabla hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia msipande bahari ila ikiwa haji au mu'tamiran au ghaziyan. Uko kwenda kuhiji inabidi uvuke bahari, au unakwenda nini kwa kufanya umra, au kwenda kuona pigana fi sabilillah. Anasema fa inna tahta al-bahri nara, mjue kwamba chini ya bahari kuna moto. Na akasema wa tahta an-nari bahra, na chini ya moto pia kuna bahari, maji yako chini ya bahari. Hilo usema al-ardh dhat as-sad'. Tafasoma haya katika Samai wa Tariq, anapa Mwenyezi Mungu na hapa na ardhi ambayo yenye mpasuko. As-sad' wakasema ile mipasuko inapatikana katika ardhi ambayo nini, inapokuwa na ukame, ardhi inapasuka, ukame unapokuwa kuna maji. Lakini la maana ukitaka hasa scientifically hivi sasa, baada ya kuchukua picha kutoka na satellite, wakaona katika seabed chini, katika ardhi ya bahari chini kuna mpasuko unakwenda toka north mpaka south. Mpasuko huu ni kwa ajili ya nini? Inapochemka magma chini, inapotoka ikapenya ikafanya majabali nini, ardhi nini, ile nini, magesi haya yanapotoka, haya lava inapokuja ndio inapumua ardhi ya bahari. Leo kama siku na mpasuko huo, basi zile nguvu zake expansion inayotokezea katika magesi yanapochemka over 1000 degrees centigrade ingelisababisha mpasuko mkubwa. Ingelikuwa zamani idha zuzilat al-ardh zilzalaha, imetokea zamani, lakini Mwenyezi Mungu amehifadhi papatikana amani na safety katika ulimwengu kutokana na mchemko ambao unaopumua ikatoka katika hii sad'.
ambao ulikuwa na mpasuko. Katika kutazama picha zilizochukuliwa na satellite, mpasuko unaonekana mkubwa kabisa na umekwenda deep, sio kilomita ngapi chini kwa. Yote kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Ardhi ni moto upumue na ibaki bahari safe. Lakini hata hivyo tunaona bahari masjur mwisho wake unaishia katika muhitat, katika oceans, moto na maji yanabakia pale. Na hii ndio maana bahari masjur. Kwa hivyo Mtume sasa anapotoa hadithi kama hii, msipande bahari, yani msisafiri katika bahari ila hajan au mu'tamiran au ghazian, unakuhiji ufanya umra au kufanya kupigana fi sabilillah. Fa inna tahta al-bahri, hiyo sababu kaitoa, fa inna, ujue kwamba tahta al-bahri, chini ya bahari, naran wa tahta an-nari bahran, chini ya bahari kuna moto na chini ya moto kuna maji. Anaweza mtu kuclaim maneno kama haya ikiwa si maneno ya Mwenyezi Mungu haya? Wama yantiqu anil hawa, Mtume sasa hasemi tu kwa mapendekezo yake, bali in huwa ila wahyu yuha. Kwa hivyo katika kila muhitat, bahari zote hizi, oceans kubwa kubwa, mote chini mna moto kutokana na volcano erupt, ripuka. Na kwa hivyo na hii dalili ya kuonesha haya maneno, kiapo hichi si kidogo, kiapo kikubwa sana. Mtume sallam alikuwa kama sahaba mmoja anasema, sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqra fi al-maghrib bit-tur, وبذلك wakaamua kwamba ikiwa Mtume sasa anaisoma tur kama hivi, bimaana kwamba nini, Jabal Tur ina makana na fadhila zake tofauti na majabali na mingineyo yote. Naam, hadha wallahu a'lam. Kwa hivyo hivi ni viapo tu tulivyovitaja leo. Jawabu ya kiapo kinakuja kesho inshallah. Tutaendelea. Inna adhaba rabbika lawaqi, kwa yakini adhabu ya Mola wako itatokezea. Dalili kwa viapo hivi vitano vitoa. Wa bihadha naktafi, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.